Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo. Tumaini. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipatia nafasi hii nisimame mbele yenu kwa ajili ya kuja kutoa ujumbe unaohusiana na sadaka, hasa mavuno, dhabihu njema na zaka. Basi napenda kuanza tuweze kujua tafsiri ya neno sadaka. Kwa jinsi ambavyo tumetafakari, nimeona kuwa sadaka ni kutoa vitu tulivyo navyo, mali zetu, muda wetu, hata kujitoa wenyewe kwa Mungu kama ishara ya upendo wetu kwake, kama shukrani kwa baraka anazotujalia, na kama utii na ibada, na pia kama kwa ajili ya imani yetu kwa ahadi anazotupatia. Sasa hatuwezi kumtolea Mungu kama hatuna upendo. Kutoa popote kule lazima kuambatana na upendo. Ndio maana kusoma Injili ya Yohane sura ya 3 mstari wa 16, neno linasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee kwa kipatanisho cha dhambi zetu. Kwa hiyo kabla hajamtoa mwanawe wa pekee alipenda ulimwengu. Kwa hiyo kutoa kwake kuliambatana na upendo. Kwa sisi kama wanategekaa, kama tunataka kujua na tunataka kutolea Mungu kwa uthabiti, ni lazima tujifunze kutoa kwa upendo, kutoa kwa moyo wa upendo. Sasa mbele yetu tuna sadaka ya mavuno, tuna sadaka ya dhabihu njema na tuna zaka. Ningependa nieleze machache, hasa kwanza kwa kuanzia sadaka ya mavuno. Mavuno au sadaka ya mavuno ni utoaji wa shukrani kwa Mungu baada ya kuona matunda ya kazi za mikono yetu zinazotokana aidha na biashara tunazofanya, ajira tulizonazo na mambo mbalimbali ambayo yanatuletea kipato, lakini pia hata kupata afya kwa mwaka mzima ambao umeishi na Mungu ameturuhusu tena kuendelea. Basi hatuna budi kuja kutoa shukrani, kumrudishia yale ambayo ametujalia kwa kumshukuru. Hiyo ndio maana ya mavuno. Lakini ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 26 mstari wa kwanza na wa pili na mstari wa 10, tunaona Mungu aliwaamuru wana wa Israeli kutoa sadaka ya mavuno baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Akawaambia watoe mavuno ya malimbuko ya mazao ya ardhi pamoja na kazi za mikono yao. Lakini pia tunaona katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 16, Mungu anawaamuru pia wana wa Israeli wafanye sikukuu ya mavuno. Na tutakuwa na sikukuu ya mavuno ambapo mtajitolea malimbuko ya mazao ya mashamba yenu pamoja na kazi za mikono yenu. Kwa hiyo mavuno ni maagizo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ambao anatuagiza sisi kumtolea, na si tu kutoa, tunamtolea kama sikukuu, katika sikukuu kumshukuru kwa ajili ya baraka anazotujalia. Mambo mengi yamepita, katika mwaka 2025. Kuna mambo mengi yalitokea mwaka 2025. Mwezi Oktoba kuna watu wengi walipoteza maisha kwa sababu ya fujo zilizotokea na mambo kadhaa, lakini Mungu amekupatia wewe nafasi, haujaumia, hauko hospitali, unaishi mpaka leo. Basi hakuna budi, ni lazima turudi mbele za Mungu kwa shukrani kwa ajili ya kumtolea sadaka hii thabiti ya mavuno. Kumpa shukrani kwa ajili ya uadilifu wake na uadilifu wake kwetu. Ametupa tena nafasi. Tumeuona mwaka 2026 imetupasa kutoa sadaka ya mavuno ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zetu ambazo ametujalia. Kwetu sisi hapa Tegeta wakiani kwetu, mavuno tunayatoa, lakini tunaelekeza kwenye ujenzi. Tunaona nguvu kubwa inayotumika katika ujenzi. Bila kujitoa sadaka, bila kutoa sadaka hizi, hatuwezi kufanikisha ujenzi. Kwa hiyo Mungu anakuja kwetu leo, anatufundisha na anatuhimiza tutoe sadaka ya mavuno, maana sadaka hii inatusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoomba kila siku sala ya kuomba ujenzi na tunaona ujenzi unaendelea, basi hatuna budi kile ambacho tunakiomba kwa imani tukifanye kwa matendo, kwa sababu waraka wa
Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Basi labda kwa uchache tungepata kujua kwa nini tunatoa mavuno. Malengo yake ni nini? Tunatoa mavuno kwa malengo ya kumtukuza Mungu kama chanzo cha baraka zetu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini tunatoa mavuno ili kuweka kumbukumbu ya wema wa Mungu kwetu. Mungu ametujalia mema mengi mwaka mzima. Kwa hiyo kwa kutoa sadaka ya mavuno tunakumbuka wema wa Mungu. Kwa hiyo ni kumbukumbu ya wema wa Mungu. Na kwa kutoa mavuno pia lengo lake ni kufungua mlango kwa ajili ya mavuno yajayo. Kama tumebarikiwa hivi na tutarudi mbele za Mungu kushukuru. Kushukuru ni kuomba tena. Kwa hiyo tunapoleta sadaka ya mavuno tunafungua mlango kwa ajili ya baraka za mavuno yajayo. Na pia katika kutoa sadaka ya mavuno tunajitengenezea moyo wa kushukuru, moyo wa shukrani. Kwa hiyo tunaombwa na tunasisitiza tutoe sadaka hii ya mavuno kwa uthabiti na kwa moyo wa upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Labda sasa nije katika kipengele cha sadaka ya dhabihu njema. Kwa ufupi, dhabihu ni kitu chenye thamani kubwa sana kwetu. Kitu chochote ambacho kwako kina thamani kubwa, hata kinaweza kukuumiza kama unaweza kutoa. Hiyo ndio sadaka ya dhabihu. Sadaka ambayo ina thamani kubwa na hata ukitoa mbele za Mungu unaweza kupata kuumia. Lakini ni sadaka ambayo inatolewa pia katika ibada kwa malengo maalum. Hapa katika tuna sadaka ya dhabihu njema. Na sadaka hii inatolewa katika ibada takatifu ya misa na inatolewa kwa namna ya familia kuja mbele. Kwa hiyo dhabihu njema ni dhabihu ambayo ni sadaka ambayo tunatakiwa tuitoe kwa uaminifu mkubwa, kwa sababu ni sadaka ambayo ina mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Mifano ambayo watu ambao walitolea sadaka Mungu ya kuumiza iliyo bora na ya kupendeza tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Abrahamu alielewa na Mungu amtoe mtoto wake wa pekee aliyetoka katika viuno vyake aende katika nchi ya Moria na katika mlima ambao Mungu atamwonyesha akamtoe sadaka ya kupendeza. Abrahamu alitii. Alichukua Isaka, akaenda, akafika katika nchi ya Moria, akaona mlima ambao Mungu amemwamuru, akamjenga madhabahu, akamweka Isaka, akamfunga, akanyanyua kisu, anataka kutoa sadaka ya kupendeza. Hapo Mungu ndipo alipotuma malaika wake akamwambia Abrahamu, usimtoe mtoto sadaka. Sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Kwa hiyo kwa kutoa dhabihu njema tunapata kujua na kujifunza kumcha Mungu. Maana Mungu anamwambia, kwa sababu hukunizuilia mwanao pekee, nimejua ya kwamba unamcha Mungu. Nami ninaapa kwa nafsi yangu ya kwamba katika baraka nitakubariki, katika kukuongeza nitakuongeza uzao wako, utakuwa kama nyota za mbinguni na kama vile mchanga wa pwani. Kwa maana hata adui walio mbele zako, mlango wa adui zako utaumiliki. Kwa hiyo Mungu anapendezwa sana na sadaka ya dhabihu, kwa sababu ni sadaka inayogusa moyo wa Mungu. Kwa unapoitoa kwa imani, unapoitoa kwa utii, Mungu kwanza anatambua uchaji wako, na pili anashusha baraka za kukuongeza. Lakini sio hilo tu, anafungua baraka za kufanya hata kumiliki mlango wa adui zako. Maana yake nini? Anakuwekea ulinzi, hata adui zako hawataweza kusogelea. Tumsifu Yesu Kristo. Mfano wa pili ni sadaka ya Abili. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza na mpaka ule wa 7. Tulikuwa kuna vijana wawili. Abili tunaambiwa alitoa sadaka ya wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake, na akatoa sehemu za nyama zilizonona mbele za Mungu kama dhabihu njema, na Mungu akamtakabali Abeli. Mungu akamtakabali Abeli na sadaka yake. Lakini Kaini alitoa sehemu ya mazao yake. Tunaambiwa Mungu hakutakabali sadaka ya Kaini wala hakukubali Kaini. Maana yake ni nini? Unapotoa dhabihu njema inaweza kukubaliwa au ikakataliwa. Inategemea umejitoa wapi. Ukitoa ile iliyo bora, ukatoa kwa imani kama alivyofanya Abili, Mungu atakutakabali na Mungu atakubali sadaka yako. Lakini usipotoa kwa imani, usipotoa iliyo bora, kuna madhara yake pia. Soma Mwanzo 4 ile 7. Tunaona Mungu anamwambia Kaini,
Kwa nini umekunjamana uso? Sababu baada ya kukataliwa, Biblia inasema Kaini akapata ghadhabu. Kwa hiyo unapata ghadhabu kama utatoa sadaka yako vizuri ya dhabihu njema. Unajawa na hasira tu, unakuwa una hasira, una chuki. Maana Kaini alijawa na ghadhabu. Mungu anakuambia, kwa nini umekunjamana uso? Kwa hiyo unakunjamana uso pia. Usipotolea Mungu vizuri, unakuwa mtu ambaye unazeeka hata kabla wakati wako. Watu kuangalia kwa kuelewa. Anamwambia, kwa nini unakunjamana uso? Kwani ukifanya vyema hautakubaliwa? Kwani ukifanya mambo mazuri? Kwa Mungu anatoa nafasi ya marekebisho katika sadaka. Kwa hiyo tujitafakari namna ambavyo tunatoa sadaka ya dhabihu njema kwa Mungu. Maana Mungu anasema kama ukitoa vyema hutakubaliwa. Maana anatupa nafasi ya kutoa vyema. Na tutakapotoa vyema atatutakabali na kukubali sadaka zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ufupi, sadaka ya dhabihu njema inatolewa kwa imani na inatujengea imani, lakini pia ni sadaka ambayo inagusa moyo wa Mungu. Lakini pia ni sadaka ambayo inaambatana na utii. Tunaona Abrahamu alitii, akaenda kutaka kumtoa mtoto wake. Na katika kutii kule tunapata uchaji wa Mungu. Lakini pia sadaka ya dhabihu njema inaleta mabadiliko makubwa ya kiroho na kimwili. Kwa hiyo kwetu hapa tunapoleta sadaka zetu za dhabihu njema, tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuzitoa kwa imani na tutoe ile iliyo bora, ile ambayo kabisa tunaona inauma. Tutoe ile mbele za Mungu, tutapata baraka. Nje ya hapo tutapata ghadhabu, tutakunjamana uso, lakini na tutapata wivu, sababu utaona wenzako wanabarikiwa, unaanza kupata wivu. Kaini aliona wivu, na wivu unaleta hasira, na hasira inaleta mauaji. Yesu Kristo alisema, yeyote anaye mtu hasira amekwisha kutenda dhambi. Yesu Kristo. Na sasa nakuja katika kipengele cha tatu ambacho tunazungumzia zaka, sadaka ya zaka. Sadaka ya zaka ni sadaka ambayo tunatoa 10% ya mapato yetu tunayoyapata, tunamrudishia Mungu kama agano la uaminifu. Kwa hiyo ni sadaka ambayo tunatoa 10% kumrudishia Mungu kama agano la uaminifu. Kwa nini? Kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana Mungu, mali ya Bwana. Kwa hiyo ukiwa unataka kutoa sadaka ya zaka, lazima uwe na fikra za utoaji. Fikra ya utoaji ni fikra ya namna hii: kila kitu nilicho nacho na kila kitu ninachokipata na nitakachokipata ni mali ya Mungu. 100% ya nilicho nacho ni mali ya Mungu. Nikishalijua hilo, ni kwamba nitajua amenipa kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo anaponiambia nitoe 10%, ni sehemu ndogo sana yanayonipatia. Anataka kupima tu uaminifu wangu kwamba 100% yote ni ya kwangu, lakini nakwambia tenga 10% unipatie. Je, unaitoa kwa uaminifu? Maana zaka tunatoa kwa uaminifu, tunashukisha uaminifu wetu kwa Mungu. Kama anaweza kukupa 100%, je, anaweza kukuamini katika 10%? Soma Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 mpaka 12. Unasema, aliye mwaminifu katika jambo dogo kuwa mwaminifu katika lililo kubwa, na aliye dhalimu katika lililo dogo kuwa dhalimu katika lililo kubwa. Anasema kwamba kama hutakuwa mwaminifu katika mali ya dhalimu, ni nani atakayekupa amana mali ya kweli? Na kama hutakuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa ile ile hapa? 10% sio hapa. Yesu anasema kama sio mwaminifu kwa mali ni nani atakayekupa ile hapa? Mungu hawezi kukupatia, Mungu hawezi kukupa kile kilicho cha kwako, kwa sababu hujawa mwaminifu katika 10. Kwa nini atuamini katika 90? Matokeo yako unapata 70, unapata 60, unapata 50, inashuka. Lakini ukiwa mwaminifu katika kidogo, unakuwa mwaminifu katika kikubwa. Mungu ukionyesha uaminifu katika ile ndogo, atakuamini hata katika kitu kikubwa. Kwa hiyo atakuamini katika 10, atakupa ile 90, atakupa 100, atakupa 1000, atakupa zaidi na zaidi. Yesu Kristo anatufundisha kwamba kutoa ni kuzuri kabisa. Anasema katika Injili ya Luka kwamba sura ya 14, wapeni watu vitu, nani mtakuwa kipimo cha kujaa na kushindilia na kusukwasukwa hata kumwagika. Yesu Kristo. Kwa hiyo zaka tunatakiwa kuitoe kwa uaminifu, kwa sababu ni sadaka ya kumrudishia Mungu kile alichotupatia kama agano la uaminifu. Na pia zaka ni amri,
ni amri, kwa sababu tunaposoma kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 10, yule mwandishi anasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Mmeniibia, nasema mmeniibia kitu gani? Kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, kwa sababu mmeniibia mimi. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwe chakula nyumbani kwangu. Na kwa namna hiyo hata kujifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo tunajifunza kwamba leta zaka, hiyo ni amri kamili, ili tuwe chakula. Na anasema muone kama sitawafungia madirisha ya mbinguni na kuwapatia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Kwa hiyo tunaona hapa katika kutoa zaka kama amri, tunaahidiwa baraka za kufunguliwa madirisha na baraka ambazo zitamwagika mpaka hatutakuwa na mahali pa kuziweka. Lakini pia tunaambiwa kwamba kama hatutoi zaka, tunakuwa tumemwibia Mungu. Nasema mwanadamu anaweza kumwibia Mungu. Kwa hiyo kutoa zaka ni wizi. Kwa hiyo kama hutoi zaka, unapaswa kutubu, unapaswa kuungama. Mimi mwenyewe nitakwenda kuungama. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunapokwepa kutoa zaka, tunapata laana. Na laana sio laana ya kawaida. Neno linasema mmelaaniwa kwa laana. Yaani laana ndio inatumika kulaani, sio laana ya kawaida hiyo. Kwa hiyo madhara ya kutumika zaka ni makubwa vile kuliko tunavyoweza kutambua. Kwa zaka ni amri. Lakini pia Biblia imesisitiza kutoa zaka. Kwa licha ya kwamba imeelezewa kama amri, lakini pia imesisitiza. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22, inasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10 la maongeo ya mazao yako na wanyama wako, zaka ya mazao yako, zaka ya mali yako, zaka ya mafuta yako, ili upate kujifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo zaka unapotoa unapata kujifunza kumcha nani? Bwana. Na anasema usiache, pigia mstari na usiache. Unaposema usiache, maana ni kiache kwa ndani. Kwa hiyo zaka inasisitizwa. Kwa hiyo katika utoaji zaka tunajua kumcha Bwana, tunajifunza kuwa waaminifu, kwa sababu kama unaweza kutenga 10% kwa kila unachokipata hadi muda wako. Kwa tafakari kwamba siku nzima ina masaa 24, 12 masaa ya mchana ya mwaka na 12 masaa ya usiku. Kwa masaa 24, 10% ya masaa 24 ni masaa 2.4, yaani masaa 2 na dakika 24. Hizo sio za kwako, ni saa za Mungu, ni zaka ya Mungu. Je, unampa Mungu muda wake au unamwibia muda wake? Kama kuna masaa 2 na dakika 24 katika siku ya Mungu, je, unayatumiaje? Unayatumia katika kujitoa kufanya kazi ya Mungu? Masaa 12 ya mchana at least uwe na saa moja kwa ajili ya Mungu, na masaa 12 ya usiku at least uweze kukesha na Mungu kwa saa moja. Yesu Kristo aliwaambia mitume, mmeshindwa kukesha na Mungu hata saa moja kwa masaa 12 masaa ya Mungu. Yesu Kristo. Kwa hiyo hata hapa tuna sadaka ya kutoa, sadaka ya zaka ya 10% na kumtolea Mungu kwa uaminifu. Lakini tunaweza kujiuliza, tunatoaje? Tunatoa hizi sadaka kwa namna tatu. Namna ya kwanza, tunataka kutoa kwa moyo wa upendo. Tunaipata hiyo katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo neno linasema Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wakapate kunitolea sadaka, kila mtu mwenye moyo wa kupenda mtachukua kwake, mtatoa kwake sadaka. Na hili ni agano la kale. Mungu anasisitiza kwamba anataka sadaka iliyotolewa kwa moyo wa upendo. Kila mwenye moyo wa upendo ndio mtatoa sadaka kwake. Maana wale wote ambao hawana kupenda watatoa Mungu atakatifu. Kwa hiyo tunatakiwa kutoa kwa moyo wa upendo. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Maana Mungu anapenda yeye anayetoa kwa moyo mkunjufu. Pili, tunataka kutoa kwa moyo uliovunjika na kupondeka. Tusitoe kwa majivuno, tusitoe tukija tukitarajia kupewa sifa. Tunatoa kwa moyo na roho uliovunjika na kupondeka. Ndio Mungu anayoipenda. Kisoma ile Zaburi ya 51 mstari wa 16 mpaka 17, inasema dhabihu za Mungu ni roho uliovunjika. Nasema maana wewe umeridhia dhabihu au umetoa. Dhabihu za Mungu ni roho uliovunjika. Moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutodharau. Kwa hiyo tunatakiwa twende mbele za Mungu tunapotoa sadaka kwa unyenyekevu na moyo uliovunjika.
Yesu anasema hata mkono wako wa kuume usikie mkono wako wa kushoto umeshika nini? Tumsifu Yesu Kristo. Natoa pia kwa imani. Hili ni jambo la muhimu sana, sababu wengi tumekosa baraka kwa sababu hatujaambatanisha kutoa kwetu na upendo, hatujaambatanisha kutoa kwetu na unyenyekevu, hatujaambatanisha kutoa kwetu na imani. Ukitoa kwa imani ndipo pale unapohesabiwa haki. Kwa nini? Kwa sababu imani inaleta haki. Imani, kusoma Ibrania 11:1, ilikuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kama tunakuwa tunatarajia mambo yasiyoonekana, huko ndio kutoa kwa imani. Unatoa ukitarajia, ukimwamini Mungu, na ukitoa kwa imani Mungu anakuhesabia haki, kwa sababu imani inaleta haki. Kusoma Ibrania sura ya 11:4, Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, na kwa sababu hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Kwa ukitoa kwa imani unapata haki, na kwa sababu ni haki yako, Mungu hawezi kukupatia, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki. Tumsifu Yesu Kristo. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Tukumbuke kumtolea Mungu kwa upendo, tukumbuke kumtolea Mungu kwa haki, tukumbuke kumtolea Mungu kwa imani na kwa moyo wa unyenyekevu, sababu neno linasema hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa imani kutoka kwa Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipatia nafasi hii nisimame mbele yenu kwa ajili ya kuja kutoa ujumbe unaohusiana na sadaka, hasa mavuno, dhabihu njema na zaka. Basi napenda kwa kwanza tuweze kujua tafsiri ya neno sadaka. Kwa jinsi ambavyo nimetafakari, nimeona kuwa sadaka ni kutoa vitu tulivyonavyo, mali zetu, muda wetu, hata kujitoa wenyewe kwa Mungu kama ishara ya upendo wetu kwake, kama shukrani kwa baraka anazotujalia, na kama utii na ibada, na pia kama kwa ajili ya imani yetu kwa ahadi anazotupatia. Sasa hatuwezi kumtolea Mungu kama hatuna upendo. Kutoa popote kule lazima kuambatana na upendo. Ndio maana kusoma Injili ya Yohane sura ya 3 mstari wa 16, neno linasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee kwa kupatanisho cha dhambi zetu. Kwa hiyo kabla hajamtoa mwanawe wa pekee alipenda ulimwengu. Kwa hiyo kutoa kwake kuliambatana na upendo. Kwa sisi kama wanategetaa, kama tunataka kujua na tunataka kutolea Mungu kwa uthabiti, ni lazima tujifunze kutoa kwa upendo, kutoa kwa moyo wa upendo. Sasa mbele yetu tuna sadaka ya mavuno, tuna sadaka ya dhabihu njema na tuna zaka. Ningependa nieleze machache, hasa kwanza kwa kuanzia sadaka ya mavuno. Mavuno au sadaka ya mavuno ni utoaji wa shukrani kwa Mungu baada ya kuona matunda ya kazi za mikono yetu zinazotokana aidha na biashara tunazofanya, ajira tulizonazo, na mambo mbalimbali ambayo yanatuletea kipato, lakini pia hata kupata afya kwa mwaka mzima ambao umeishi na Mungu ameturuhusu tena kuendelea. Basi hatuna budi kuja kutoa shukrani, kumrudishia yale ambayo ametujalia kwa kumshukuru. Hiyo ndio maana ya mavuno. Lakini ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 26 mstari wa kwanza na wa pili na mstari wa 10, tunaona Mungu aliwaamuru wana wa Israeli kutoa sadaka ya mavuno baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Akawaambia watoe mavuno ya malimbuko ya mazao ya ardhi pamoja na kazi za mikono yao. Lakini pia tunaona katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 16, Mungu anawaamuru pia wana Israeli wafanye sikukuu ya mavuno. Na tutakuwa na sikukuu ya mavuno ambapo mtajitolea malimbuko
ya mazao ya mashamba yenu pamoja na kazi za mikono yenu. Kwa hiyo mavuno ni maagizo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ambao anatuagiza sisi kumtolea, na si tu kumtolea kama sikukuu, katika sikukuu kumshukuru kwa ajili ya baraka anazotujalia. Mambo mengi yamepita, katika mwaka 2025. Kuna mambo mengi yalitokea mwaka 2025. Mwezi Oktoba kuna watu wengi walipoteza maisha kwa sababu ya fujo zilizotokea na mambo kadhaa, lakini Mungu amekupatia wewe nafasi, haujaumia, hauko hospitali, unaishi mpaka leo. Basi hakuna budi, ni lazima turudi mbele za Mungu kwa shukrani kwa ajili ya kumtolea sadaka hii thabiti ya mavuno. Kumpa shukrani kwa ajili ya uadilifu wake na uadilifu wake kwetu. Ametupa tena nafasi. Tumeona mwaka 2026 imetupasa kutoa sadaka ya mavuno ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zetu ambazo ametujalia. Kwetu sisi hapa Kibitakaa kwa kwetu, mavuno tunayatoa, lakini tunaelekeza kwenye ujenzi. Tunaona nguvu kubwa inayotumika katika ujenzi. Bila kujitoa sadaka, bila kutoa sadaka hizi, hatuwezi kufanikisha ujenzi. Kwa hiyo Mungu anakuja kwetu leo, anatufundisha na anatuhimiza tutoe sadaka ya mavuno, maana sadaka hii inatusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoomba kila siku sala ya kuomba ujenzi na tunaona ujenzi unaendelea, basi hatuna budi kile ambacho tunakiomba kwa imani tukifanye kwa matendo, kwa sababu waraka wa Yakobo unasema imani pasipo matendo imekufa. Basi labda kwa uchache tungepata kujua kwa nini tunatoa mavuno. Malengo yake ni nini? Tunatoa mavuno kwa malengo ya kumtukuza Mungu kama chanzo cha baraka zetu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini tunatoa mavuno ili kuweka kumbukumbu ya wema wa Mungu kwetu. Mungu ametujalia mema mengi mwaka mzima. Kwa hiyo kwa kutoa sadaka ya mavuno tunakumbuka wema wa Mungu. Kwa hiyo ni kumbukumbu ya wema wa Mungu. Na kwa kutoa mavuno pia lengo lake ni kufungua mlango kwa ajili ya mavuno yajayo. Kama tumebarikiwa hivi na tutarudi mbele za Mungu kushukuru. Kushukuru ni kuomba tena. Kwa hiyo tunapoleta sadaka ya mavuno tunafungua mlango kwa ajili ya baraka za mavuno yajayo. Na pia katika kutoa sadaka ya mavuno tunajitengenezea moyo wa kumshukuru, moyo wa shukrani. Kwa hiyo tunaombwa na tunasisitiza tutoe sadaka hii ya mavuno kwa uthabiti na kwa moyo wa upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Labda sasa nije katika kipengele cha sadaka ya dhabihu njema. Kwa ufupi, dhabihu ni kitu chenye thamani kubwa sana kwetu. Kitu chochote ambacho kwako kina thamani kubwa, hata kinaweza kukuumiza kama unaweza kutoa. Hiyo ndio sadaka ya dhabihu, sadaka ambayo ina thamani kubwa, na hata ukitoa mbele za Mungu unaweza kupata kuumia. Lakini ni sadaka ambayo inatolewa pia katika ibada kwa malengo maalum. Hapa Kibitakaa kuna sadaka ya dhabihu njema. Na sadaka hii inatolewa katika ibada takatifu ya misa na inatolewa kwa namna ya familia kuja mbele. Kwa hiyo dhabihu njema ni dhabihu ambayo ni sadaka ambayo tunatakiwa tuitoe kwa uaminifu mkubwa, kwa sababu ni sadaka ambayo ina mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Mifano ambayo watu ambao walitolea sadaka Mungu ya kuumiza iliyo bora na ya kupendeza, tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22, Abrahamu aliyeomba na Mungu amtoe mtoto wake wa pekee aliyetoka katika viuno vyake aende katika nchi ya Moria, na katika mlima ambao Mungu atamwonyesha akamtoe sadaka ya kupendeza. Abrahamu alitii. Alichukua Isaka, akaenda, akafika katika nchi ya Moria, akaona mlima ambao Mungu amemwamuru, akamjenga madhabahu, akamweka Isaka, akamfunga, akanyanyua kisu, anataka kutoa sadaka ya kupendeza. Hapo Mungu ndipo alipotuma malaika wake akamwambia Abrahamu, usimtoe mtoto sadaka. Sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Kwa hiyo kwa kutoa dhabihu njema tunapata kujua na kujifunza kumcha Mungu. Maana Mungu anamwambia, kwa sababu hukunizuilia mwanao pekee, nimejua ya kwamba unamcha Mungu. Nami ninaapa kwa nafsi yangu ya kwamba katika baraka nitakubariki,
katika kuongeza nitakuongeza uzao wako, utakuwa kama nyoka za mbinguni na kama vile mchanga wa pwani, kwa maana hata adui walio mbele zako mlango wa adui zako utaumiliki. Kwa hiyo Mungu anapendezwa sana na sadaka ya dhabihu, kwa sababu ni sadaka inayogusa moyo wa Mungu. Kwa unapoitoa kwa imani, unapoitoa kwa utii, Mungu kwanza anatambua uchaji wako, na pili anashusha baraka za kukuongeza. Lakini sio hilo tu, anafungua baraka za kufanya hata kumiliki mlango wa adui zako. Maana yake nini? Anakuwekea ulinzi, hata adui zako hawataweza kusogelea. Tumsifie Yesu Kristo. Mfano wa pili ni sadaka ya Abili. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza na mpaka ule wa 7. Tulikuwa kuna vijana wawili. Abili tunaambiwa alitoa sadaka ya wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake, na akatoa sehemu za nyama zilizonona mbele za Mungu kama dhabihu njema, na Mungu akamtakabali Abeli. Mungu akamtakabali Abeli na sadaka yake. Lakini Kaini alitoa sehemu ya mazao yake. Tunaambiwa Mungu hakutakabali sadaka ya Kaini wala hakukubali Kaini. Maana yake ni nini? Unapotoa dhabihu njema inaweza ikakubaliwa au ikakataliwa. Inategemea unachotoa. Ukitoa ile iliyo bora, ukatoa kwa imani kama alikufanya Abili, Mungu atakutakabali na Mungu atakubali sadaka yako. Lakini usipotoa kwa imani, usipotoa iliyo bora, kuna madhara yake pia. Soma Mwanzo 4:7. Tunaona Mungu anamwambia Kaini, kwa nini umekujamana huko? Sababu baada ya kukataliwa, Biblia inasema Kaini akapata ghadhabu. Kwa hiyo unapopata ghadhabu, kama utatoa sadaka yako vizuri ya dhabihu njema, unajawa na hasira tu, unakuwa una hasira, una chuki. Maana Kaini alijawa na ghadhabu. Mungu anakuambia, kwa nini umekujamana huko? Kwa hiyo unakujamana huko pia. Usipotolea Mungu vizuri, unakuwa mtu ambaye utazeeka hata kabla wakati wako. Watu kuangalia kwa kuelewa. Anamwambia, kwa nini unakujamana huko? Kwani ukifanya vyema hautakubaliwa? Kwani kufanya kama unakubali? Kwa Mungu anatoa nafasi ya marekebisho katika sadaka. Kwa hiyo tujitafakari namna ambavyo tunatoa sadaka ya dhabihu njema kwa Mungu. Maana Mungu anasema kama ukitoa vyema utakubaliwa. Maana anatupa nafasi ya kutoa vyema, na tutakapotoa vyema atatutakabali na kukubali sadaka zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ufupi, sadaka ya dhabihu njema inatolewa kwa imani na inatujengea imani, lakini pia ni sadaka ambayo inagusa moyo wa Mungu. Lakini pia ni sadaka ambayo inaambatana na utii. Tunaona Abraham alitii, akaenda kutaka kumtoa mtoto wake, na katika kutii kule tunapata uchaji wa Mungu. Lakini pia sadaka ya dhabihu njema inaleta mabadiliko makubwa ya kiroho na kimwili. Kwa hiyo kwetu hapa tunapoleta sadaka zetu za dhabihu njema, tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuzitoa kwa imani na tutoe ile iliyo bora, ile ambayo kabisa tunaona inauma. Tutoe ile mbele za Mungu, tutapata baraka. Nje ya hapo tutapata ghadhabu, tutakunjamana uso, lakini na tutapata wivu, sababu utaona wenzako wanabarikiwa, unaanza kupata wivu. Kaini aliona wivu, na wivu unaleta hasira, na hasira inaleta mauaji. Yesu Kristo alisema, yeyote amwonaye mtu hasira amekwisha kutenda dhambi. Msifu Yesu Kristo. Na sasa nakuja katika kipengele cha 3 ambacho tunazungumzia zaka, sadaka ya zaka. Sadaka ya zaka ni sadaka ambayo tunatoa 10% ya mapato yetu tunayoyapata, tunamrudishia Mungu kama agano la uaminifu. Kwa hiyo ni sadaka ambayo tunatoa 10% kumrudishia Mungu kama agano la uaminifu. Kwa nini? Kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana Mungu, mali ya Bwana. Kwa hiyo ukiwa unataka kutoa sadaka ya zaka, lazima uwe na fikra za utoaji. Fikra ya utoaji ni fikra ya namna hii: kila kitu nilicho nacho na kila kitu ninachokipata na nitakachokipata ni mali ya Mungu. 100% ya nilicho nacho ni mali ya Mungu. Nikishalijua hilo, ni kwamba nitajua amenipa kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo anaponiambia nitoe 10%, ni sehemu ndogo sana yanayonipatia. Anataka kupima tu uaminifu wangu kwamba 100% yote ni ya kwangu, lakini nakwambia tenda 10% unipatie. Je, unaitoa kwa uaminifu? Maana zaka
tunatoa kwa uaminifu wetu kwa Mungu. Kama anaweza kukupa 100%, je, anaweza kukuamini katika 10%? Soma Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 mpaka 12. Unasema, aliye mwaminifu katika jambo dogo kuwa mwaminifu katika lililo pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo kuwa dhalimu katika lililo kubwa. Anasema kwamba kama hutakuwa mwaminifu katika mali ya dhalimu, ni nani atakayekupa amana mali ya kweli? Na kama hutakuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa ile inayofaa? 10% sio inafaa. Yesu anasema kama sio mwaminifu kwa mali, ni nani atakayekupa ile inayofaa? Mungu hawezi kukupatia, Mungu hawezi kukupa kile kilicho cha kwako, kwa sababu hujawa mwaminifu katika 10. Kwa nini akuamini katika 90? Matokeo yako unapata 70, unapata 60, unapata 50, inashuka. Lakini ukiwa mwaminifu katika kidogo, unakuwa mwaminifu katika kikubwa. Mungu ukionyesha uaminifu katika ile ndogo, atakuamini hata katika kitu kikubwa. Kwa hiyo atakuamini katika 10, atakupa ile 90, atakupa 100, atakupa 1000, atakupa zaidi na zaidi. Yesu Kristo anatufundisha kwamba kutoa ni kuzuri kabisa. Anasema katika ile Injili ya Luka kwamba sura ya 14, wapeni watu vitu nanyi mtapokea kipimo cha kujaa na kushindilia na kusukwasukwa hata kumwagika. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo zaka tunatakiwa kuitoe kwa uaminifu, kwa sababu ni sadaka ya kumrudishia Mungu kile alichotupatia kama agano la uaminifu. Na pia zaka ni amri. Ni amri kwa sababu tunaposoma kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 10, yule mwandishi anasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Mmeniibia, nasema mmeniibia kitu gani? Kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mmeniibia mimi. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwe chakula nyumbani kwangu, na kwa namna hiyo hata kujifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo tunajifunza kwamba leta zaka, hiyo ni amri kamili, ili tuwe chakula. Na anasema muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwapatia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Kwa hiyo tunaona hapa katika kutoa zaka kama amri, tunaahidiwa baraka za kufunguliwa madirisha na baraka ambazo zitamwagika mpaka hatutakuwa na mahali pa kuziweka. Lakini pia tunaambiwa kwamba kama hatutoi zaka, tunakuwa tumemwibia Mungu. Sema mwanadamu anaweza kumwibia Mungu. Kwa kutoa zaka ni wizi. Kwa hiyo kama hutoi zaka, unapaswa kutubu, unapaswa kuungama. Mimi mwenyewe nitakwenda kuungama. Tumsikie Yesu Kristo. Tumsikie Yesu Kristo. Na tunapokwenda kutoa zaka, tunapata laana. Na laana sio laana ya kawaida. Neno linasema mmelaaniwa kwa laana. Yaani laana ndio inatumika kulaani, sio laana ya kawaida hiyo. Kwa hiyo madhara ya kutumika zaka ni makubwa vile kuliko tunavyoweza kutambua. Kwa zaka ni amri. Lakini pia Biblia imesisitiza kutoa zaka. Kwa licha ya kwamba imeelezewa kama amri, lakini pia imesisitiza. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22, inasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10 la maongeo ya mazao yako na wanyama wako, zaka ya mazao yako, zaka ya mali yako, zaka ya mafuta yako, ili upate kujifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo zaka unapotoa unapata kujifunza kumcha nani? Bwana. Na anasema usiache, kijia mstari wa usiache. Unaposema usiache, maana yake kiache ni madhara. Kwa hiyo zaka imesisitizwa. Kwa hiyo katika utoaji zaka tunajua kumcha Bwana, tunajifunza kuwa waaminifu, kwa sababu kama unaweza kutenga 10% kwa kila unachokipata hadi muda wako. Kwa tafakari kwamba siku nzima ina saa 24, 12 masaa ya mchana ya mwanga na 12 masaa ya usiku. Kwa masaa 24, 10% ya masaa 24 ni masaa 2.4, yaani masaa 2 na dakika 24. Hizo sio za kwako, ni saa za Mungu, ni zaka ya Mungu. Je, unampa Mungu muda wake au unamwibia muda wake? Kama kuna masaa 2 na dakika 24 katika siku ya Mungu, je, unayatumiaje? Unayatumia katika kujitoa kufanya kazi ya Mungu? Masaa 12 ya mchana Kristo ana saa moja kwa ajili ya Mungu, na masaa 12 ya usiku
at least uweze kukesha na Mungu kwa risali moja. Yesu Kristo aliwaambia mitume, mmeshindwa kukesha na Mungu hata risali moja. Yesu Kristo. Kwa hiyo hata hapa tuna sadaka ya kutoa, sadaka ya zaka ya 10% na kutoa Mungu kwa uaminifu. Lakini tunaweza kujiuliza tunatoaje? Tunatoa hizi sadaka kwa namna tatu. Namna ya kwanza tunataka kutoa kwa moyo wa upendo. Tunaipata hiyo katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo neno linasema Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wakapate kunitolea sadaka, kila mtu mwenye moyo wa kupenda mtachukua kwake, mtatoa kwake sadaka. Na hili ni agano la kale. Mungu anasisitiza kwamba anataka sadaka iliyotolewa kwa moyo wa upendo. Kila mwenye moyo wa upendo ndio katwa sadaka kwake. Maana wale wote ambao hawana kupenda watatoa Mungu atakatifu. Kwa hiyo tunatakiwa kutoa kwa moyo wa upendo. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Maana Mungu anapenda yeye anayetoa kwa moyo mkunjufu. Pili, tunataka kutoa kwa moyo uliovunjika na kupondeka. Tusitoe kwa majivuno, tusitoe tukija tukitarajia kupewa sifa. Tunatoa kwa moyo na roho uliovunjika na kupondeka. Ndio Mungu anayoipenda. Kisoma ile Zaburi ya 51 mstari wa 16 mpaka 17 inasema dhabihu za Mungu ni roho uliovunjika. Nasema maana wewe umeridhia dhabihu au umetoa. Dhabihu za Mungu ni roho uliovunjika. Moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutodharau. Kwa hiyo tunatakiwa twende mbele za Mungu kwa unyenyekevu na moyo uliovunjika. Yesu anasema hata mkono wako wa kuume usikie mkono wako wa kushoto umeshikanini. Tumsifu Yesu Kristo. Natoa pia kwa imani. Hili ni jambo la muhimu sana, sababu wengi tumekosa baraka kwa sababu hatujaambatanisha kutoa kwetu na upendo, hatujaambatanisha kutoa kwetu na unyenyekevu, hatujaambatanisha kutoa kwetu na imani. Ukitoa kwa imani ndipo pale unapohesabiwa haki. Kwa nini? Kwa sababu imani inaleta haki. Imani kusoma Ibrania 11:1 ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kama tunakuwa tunatarajia mambo yasiyoonekana, huko ndio kutoa kwa imani. Unatoa ukitarajia, ukimwamini Mungu. Na ukitoa kwa imani, Mungu anakuhesabia haki kwa sababu imani inaleta haki. Soma Ibrania sura ya 11:4, Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, na kwa sababu hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Kwa ukitoa kwa imani unapata haki, na kwa sababu ni haki yako, Mungu hawezi kupatia kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki. Tumsifu Yesu Kristo. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Tukumbuke kumtolea Mungu kwa upendo, tukumbuke kumtolea Mungu kwa haki, tukumbuke kumtolea Mungu kwa imani, kwa moyo wa unyenyekevu. Sababu neno linasema hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa imani na kutoka kwa Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Tumsifu